hauwezi jua kitamfikia wapi. Kikifika hapa kwenye roho, maana yake umemuua hapo. Sijui umeelewa? Hasara kwa mchezaji, kwa klabu yake, na kubwa kabisa ni hasara kwa familia yake. Huwezi kujua ana mzigo mkubwa kiasi gani unamtegemea. Kwa hiyo tunapokuwa tunashinikiza vitu hivi vichukuliwe hatua, sio fulani akomoke, hapana. Ni vitendo hivi vikomeshwe, wachezaji waache kufanya uhuni, walindane wenyewe kwa wenyewe, ili kila mchezaji acheze kwa furaha na amani. Lakini wazazi wanaangalia. Kwa hiyo wakiona kuna madhara makubwa kwenye mpira wa miguu, wapo wazazi ambao watakataza watoto wao wasiende kucheza mpira wa miguu. Maana yake ni kwamba taifa litaingia kwenye uhaba mkubwa wa kupata wachezaji bora. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Alikuwepo Zanzibar. Yaani sisi katika timu yao hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hakuna mwenye madhara. Umesema vizuri. Hakuna yote ambaye tunamhofia. Hakuna yote ambaye tunamwogopa. Hakuna yote ambaye anatutisha sisi. Kwa sababu ni mwezi mmoja tu umepita. Sisi na wao tumekutana, mwamuzi akaamua kuwaokoa, akakataa bao letu halali kabisa. Kwa sisi wala hatumwogopi yoyote katika wao, lakini tunachotaka ni kusafisha mpira wetu. Mipango ambayo mmeweka sasa ili kufanya vizuri mechi zijazo. Ya, tumeweka mipango mikali sana. Mipango ya kuwateketeza watu wote ambao wanakuja mbele yetu. Mpango wa kwanza unaanza na Dodoma Jiji kwenye mechi ya tarehe 12, na ni mpango wa kikatili mno. Yani huu mpango ambao tumeuandaa kwanza ni mpango wa surprise. Ni mpango kama ule wa Iran ambao aliuandaa kisirisiri, alafu Marekani na Israeli wakaja kichwa wakakutana na vitu vya moto, wakarejea nyuma, wakataka maridhiano. Ndio mpango ambao tumeuandaa huo kuelekea mechi yetu ya tarehe 12. Lakini tunao mpango mwingine vile kabambe wa kuelekea mechi yetu ya tarehe 15 dhidi ya Fountain Gate. Itakuwa ni hatari kidogo nikiwaambia mipango ambayo tumeifanya hivi sasa, lakini itoshe kusema tu ya kwamba Simba imeandaa mpango wa kigaidi kwenda kupata ushindi michezo yake miwili ya hapa Arusha. Tumia neno kigaidi. Simba imeandaa mpango wa kigaidi wa kwenda kumteketeza Dodoma Jiji na kwenda kumteketeza Fountain Gate. Tunachokihitaji ili mpango wetu huu uwe gaidi, inakwenda kutimia vizuri kabisa. Wanasema baada ya mechi yenu na Namungo mshamalizana na Muungano, refa uwe wewe, uwanja mchague, alafu mkutane nao. Hawataki maneno, washajipata. Kama wamejipata hongera yao. Tofauti na sisi ambao sisi hatujawahi kujipoteza. Kama mko vile. Sisi tuko vile timu yetu. Kwa kama kuna watu wanajipoteza, wanajipata, hiyo ni shida yao. Sisi hatujawahi kujipoteza. Simba imeendelea kuwa kwenye ubora wake siku zote. Na sisi tuko tayari kwa mchezo wowote ule unaojua wewe. Yote atakayekuja. Mchezo, sisi na timu nzuri Betha. Achilia mbali hii sare tunapata dhidi ya TRA, watu wanacheza kingurungunju, au sare dhidi ya Pamba, watu wanacheza kingurungunju. Sisi tunapoweka mali chini tukaamua kucheza, hakuna timu yoyote ambayo inaweza kufikia walau theluthi ya ubora wa Simba. Ndio maana sisi hatuna mashaka hata kidogo. Sisi tunapoamua kucheza na waamuzi wakasimamia sheria sawa 17 za mpira wa miguu, penati wakaweka penati, offside wakaweka offside, sisi tutaifunga kila timu hapa Tanzania. Ndugu zangu nyinyi, sisi tuna timu huyo mmoja tu. Lakini kwa Simba Sports Club hapo nazungumzia Aniset Ura, hapo nazungumzia Libase Gay, hapo unazungumzia Loemba amerejea, hapo unazungumzia Mpanzu anarejea muda si mrefu, hapo unazungumzia Roshain Rock, hapo unazungumzia Nixon Kibabali. Yani
kila unayemzungumzia Simba ni mchezaji bora, ni mchezaji mahiri. Sisi sio mchezaji mmoja mmoja kwamba huyu sasa amekwiva, huyu sasa amejipata, huyu sasa ameshazoea ligi. Sisi kila mchezaji yupo kwenye piki yake, ndio maana sisi hatuna mashaka yeyote anayekuja mbele yetu na boli likawa la sawasawa la tupishane, njoo tondoke tuje, sisi tunamfanya vibaya kila mtu. Jana usiku nimesikia watu wanasema mmemalizana na Ramadhani Chobwedo, alafu nikaona Alikama amesema engineer tuletee Chobwedo, alafu nikaona pia mchambuzi mwingine akasema Yanga wamempiga Simba kwa Chobwedo bao, yani wamewapiga bao kwa Chobwedo, wamewazidi maarifa kama kawaida yao. Kwa kimaanisha kama nyinyi mlikuwa mna mpango naye Chobwedo. Chobwedo ni kweli? Chobwedo? Mlikuwa mna mpango naye? Washangaa semaje? Chobwedo? Ramadhani Chobwedo. Chobwedo? Chobwedo. Hao wa kuimba. Chobwedo? Chobwedo. Anatakiwa kuja Simba Sports? Kwa mujibu wa tetesi. Semaji. Na Alikama kamwomba engineer wamchukue wao. Chobwedo? Msimpate. Semaji nini? Kwa wao wametangaza hadharani wanamtaka Chobwedo. Engineer tuletee Chobwedo wananchi. Na watu wakihusisha kwamba na nyie pia mlikuwa mlihitaji. Kwa hiyo washamsajili. Wameomba kwenye mazungumzo, wamepeleka ombi. Wao wamemwomba engineer. Fanyie mchakato Chobwedo. Kwa kama nyinyi mmelegalega watawapiga bao. Na nyinyi mkihusishwa naye. Itakuwa sio sheria kumzungumzia mchezaji wa timu nyingine, lakini ninachoweza kukiri kwamba Chobwedo ni mchezaji mzuri sana. Nilimwona mechi yetu na wao ya kwanza pale Dar es Salaam, alifanya kazi kubwa sana, nikasema nitamwangalia tena mechi ya marudiano, nikamtazama tena mechi ya marudiano na nikajiridhisha kwamba ni mchezaji mzuri. Kwanza ni mchezaji mdogo, nimefuatilia ana miaka 24 26 hapo katikati, japo kuna wengine wanamtems kuwa ni mchezaji mkubwa kwa maana ya umri. Nafikiri namna ambavyo anajiweka upara ule na ndevu za Al-Shabaab zile inamfanya wengine wamuone kuwa ni mlingi, na hata anavyojiita mwenyewe si babu Anelka si nani, kwa watu wanazidi kusimant winga kizamani ya kukimbilia pembeni kule kama kibendera kwa hiyo inawafanya watu wamuone ni mbabu, lakini baada ya kufuatilia historia yake kumbe ni kijana mdogo sana ambaye kwanza amekulia hapa Arusha, amecheza TMA, amecheza hana safari ndefu sana kwenye mpira wa miguu. Maana yake bado yupo kwenye hatua za ukuaji na kujifunza. Mimi nikiri kwa moyo wangu mkunjufu kusema kwamba Chobwedo ni mchezaji mzuri sana, ni potential nyingine ambayo inakuja vizuri katika ligi ya Tanzania. Klabu yoyote itakayofanikiwa kumpata Chobwedo itakuwa imepata mchezaji mahiri na mchezaji mzuri, na kama atachagua kubaki TRA, basi TRA itaendelea kufurahia matunda na ubora aliokuwa nao Chobwedo. Ni mchezaji mzuri. Bado sijapata taarifa kutoka kwa viongozi wangu kama tunamhitaji Chobwedo ama ni maneno tu ya mitandaoni, lakini kiuhalisia ni kwamba ukimpata Chobwedo umepata kiboko ya mabeki tatu, kwa maana ya walinzi wa kushoto. Mlinzi pekee ambaye ana uwezo wa kumhimili Chobwedo ni Nixon Kibabage pekee hapa Tanzania nzima. Walisumbuana. Kuna wakati Chobwedo alikuwa anambit Kibabage na kuna wakati Kibabage alikuwa anambit Chobwedo. Kwa hiyo ilikuwa ni win-win situation. Yaani kuna wakati huyu anakuwa bora, kuna wakati huyu anakuwa bora. Haikuwa game nyepesi kwa Kibabage wala haikuwa game nyepesi kwa Chobwedo. Ilikuwa ni piga ni kupiga. Kwa hiyo kwa Tanzania hii mlinzi pekee wa kushoto mwenye uwezo wa kumzuia Chobwedo
ni Nixon Kibabage. Maana yake ni kwamba kama unampata Nixon, kama unampata Chobwe, anakuja kukaa upande wa Shomari Kapombe. Shomari Kapombe anapeleka mashambulizi, anafika kwenye mstari wa mwisho, anamwachia Chobwe. Chobwe anaingia nao ndani. Uweze kuwa Chobwe ni mchezaji mzuri, lakini hawezi kuwa man of the match mbele ya Nixon Kibabage wewe. Na mimi nawapeni task, nendeni mkafuatilie kama kuna winga yoyote wa pembeni namba 7 anaweza kuja kuwa mchezaji bora mbele ya Nixon, sababu namba 7 sana kabla na namba 3 wetu. Kama kuna winga yoyote namba 7 ameshawahi kuwa man of the match mbele ya Nixon Kibabage, nendeni mkatafute, mkafukue, muone kama mtapata. Bado semaji. Dabi juzi alikuwa kipa na alipewa kwa sababu ya kupoteza muda, yani amepewa tuzo ya man of the match kwa sababu alipoteza muda mwingi. Sasa mbele ya Nixon Kibabage huwezi kuchukua man of the match. Kwa hiyo yote kwa yote, mimi my conclusion is yoyote ambaye atampata Chobwe atakuwa amepata mchezaji mzuri kweli kweli.